Acha ushenzi bro. Yaani wanipiga mimi? Tulia bro. Wako kunipiga? Tulia, acha nikwambie kitu. Nitulia wakati umenipiga kibao. Hiyo ni lazima. Wewe vipi wewe? Sije kwa bangi zangu za kuchezeshea hapa. Wewe babu wasemaje? Wasemaje kwa natakaje bro? Takuzingua kinoma. Tulia. Kama uko tani kulikusaulisha kwamba mimi nani hapa kijijini, bro nitakufundisha. Wasemaje? Wewe utakuwekelea ubao wewe. Acha ujinga bro, nitakupiga. Afu ulisema basi bro. Sema ulichonitia ama mimi niondoke. Tulia sasa nikuelezee. Amekaa ametulia sasa. Niambie. Unajua nini bro? Ni muda mrefu sana hatujaonana huko kijijini. Mimi nilikuwa siku nisipata ile. Lakini sasa nimerudi, lazima tupige madili pamoja. Sasa angalia. Kuna fomu baadaye takupatia fomu baadaye. Sawa? Ila kaka napoteza furaha, nimepoteza mbaya kwa sana na zile issue zako kaka, acha bila hivyo itakuja haja kukosti kwenye maisha yako. Yaani mimi umeanza vizuri sana, nikakusikiliza. Yaani unazosema yani tofauti na kile chenye umenitia hapa. Mimi nilidhani unabonga poa, unabonga issue za maana. Umeanza vizuri uliposema dili utanipa. Nimekuita hapa, kuna jambo nilikuwa nataka kukwambia. Hivi juzi kati nilikuwa ninapita mahali, nikamwona Arasi amekaa pembeni ya kichaka hivi, anaongea peke yake. Mimi nikajaribu kumshauri, nilikuwa anataka kwenda kujimaliza, kujitia kitanzi, ila nilivyompa ule ushauri akakubali. Na ule ushauri niliompa, nilimwambia akatubu, na akasema ni sawa atenda tubu, na akasema ataomba msamaha kwa wale wote aliowakosea, iwemo wewe na ndugu yako Milki na wengine wote aliowakosea. Mimi Arasia hata asiponiomba msamaha nilishamsamehe muda tu, maana Mungu anasema ukikosewa samehe kabla ya jua kutua. Na mimi nisipomsamehe Arasia, na mimi pia nahitaji Mungu anisamehe. Sasa hapo unaona wewe itakuwaje? Kama mimi nitakataza msamaha wangu kwa Arasia, si hata Mungu naye pia atakataa kunisamehe? Na hili jambo si jema. Tunaambiwa sameheaneni nyinyi wanadamu kwa wanadamu kwanza, ndio mje kwangu mimi Mungu msiyeniona, na mkiamini na kuniomba msamaha nitawasamehe kwanza. Lakini inapaswa iwe imeanza na sisi wanadamu kusameheana, ndio naye Mungu ukimuita na ukimwomba msamaha na kusamehe. Ila la sivyo jambo hilo huwa la kwa ngumu sana, na wanadamu hapo ndipo wanakosea, maana hawapendi kuomba msamaha. Kama kuna kitu mwanadamu hapendi ni kuomba msamaha. Hata awe anakosa kiasi gani, yeye huwa ana pretend na kujionyesha kuwa yeye wakati wote ako sawa. Na kuhusu Arasia mimi nilishamsamehe, na kuna muda tulikutana tukaongea, akaniambia kuwa amesamehe, nimsamehe na mimi nikamsamehe, kwa sababu sikuona kitu chochote pale ambacho kitasababisha mimi na yeye tuwe na chuki. Kwa sababu ameamua kubadilika, nikaamua kumsamehe. Na unatambua kwa sasa hivi karibuni mimi na mpango wa kurudi zangu, maana ni bora mimi niende katafutie wadogo zangu. Hatuwezi tukakaa sote hapa nyumbani
Yaani pale ulipofikia sijui pa kusema mimi change tabia zangu. Mimi siwezi badilika dogo. Mimi Arasa yule yule. Yaani siwezi badilika kabisa. Na kuhusu swala la dada, mimi natambua kwamba nilizingua ile mbaya. Mimi nilimkosea sana dadangu kumwambia nikokosa naye kwa sababu hizi tabia zangu. Ila mimi kuchange dogo mimi vigumu sana. Kwa nini? Yaani kwa nini dogo? Badilika bro. Maisha ni panda shuka. Sawa, maisha panda shuka ile dogo. Mimi kuchange kwangu noma, ile ngori yani. Mimi siwezi change. Yaani sitakaa kubadilika. Maana angalia mimi sio kala, yaani mimi sio rangi ambayo itabadilika kwenda la ile na ile. Mimi siwezi badilika kama utabaki yule yule. Kama wewe kuna mambo mengine unaweza kunitia, sema tu mimi nipe misheni yoyote nitapiga. Mimi sina na misheni yoyote ya kukupatia. Sawa kakangu. Sawa, nimekuelewa. Ila kakangu badilika. Sawa, nitajaribu. Ila akishindwa atafahamu mambo yangu mimi. Sinaga huko wala kule. Mimi nikishindwa kubadilika niendelea kuwa yule yule. Sawa, haina shida. Uamuzi ni wako. Sawa, nimekuelewa. Sawa, nimekuelewa. Ila masuala mengine kuniita, alafu nakuja kunisabo makofi. Ipo siku tutapelekana kubaya. Sawa? Siwazi. Hilo kajanipa sababu tena kibao na kuambia. Ama zako ama zangu. Imeisha kaka. Fuli tu poa. Poa, namba. Alafu vipi? Mambo ya msosi umetacha tayari hapa? Angalia, kwani ni bibi yako mimi? Kwa leo show gani? Yaani mimi nimekuja kwa kakangu. Najua naenda kula. Maana njala nyuma hapa, tumbo la ninyongorota, ninyoya yatembea huku na kule. Najua mimi naenda kwa kakangu na akiniita mambo yake najua nitapata chakula. Kumbe angalia. Kaingia kwenye nini kwenye kwa jiko upike. Unajua jiko liko wapi? Kwa hivyo hata kunigeuza mimi bibi yako. Kapike sezi yako ule, mimi nimeshiba. Sawa, mimi pia kwenye sijui mwanzo. Unajua, natibaki na njaa ipo hizo. Tukakule hotelini. Hapo umebunga fresh. Lakini utalipa. Utalipa, tasimamia. Sawa. Namba. Basi la. Namba tuenzetu basi. Tuenzetu. Ila ujue sahani zangu 3 mimi lazima ukanipe. Sawa, haina shida bro. Na tujui tutakula nini, tutaishi vipi, hela za matumizi tutazitolea wapi. Unajua hali hapa kijijini ilivyo iko duni sana, na ambavyo itanipelekea mimi kurudi zangu katika harakati zangu, niende nikawatafutia wadogo zangu. Ndio maana nilikuwa nimekuita hapa nikwambie kuwa wakati mimi nitakuwa sipo, kuwa bega kwa bega na ndugu zangu, kuwa nao makini, hasa Milk. Na kama ni ile ishu ya Asha, mimi siongea naye, nimeshamkanya na Asha ameamua kubadilika. Na mimi sijui hapa kwa Milk sasa. Huyo Milk hana shida. Nilishongea naye pia juzi kati hapo baada ya kukutana na Arasia. Na cha ajabu sasa Arasia amekuwa church boy. Church boy? Ndiyo. Kwani Jumapili iliyopita wewe kufika kanisani? Sikufika kanisani. Ndio maana ulikosa. Arasia ndo aliongoza kwa sifa. Cha kushangaza yani mtu mbaya kutoka ubayani kwa mwema. Mungu amemwokoa. Ilikuwa dua yangu ambayo nilikuwa nikiomba kwa muda, maana nilipokuwa huko katika harakati zangu ilikuwa ndoto hiyo inanitesa, ndio ikanipelekea mimi kurudi hapa kijijini. Na kitu kilichonishangaza wakati naongea na Arasa, kuna jambo lilinishangaza sana, kwa sababu aliniambia kitu yani kiliniumiza. Kitu gani hicho? Alisema yeye ndio alihusika kwenye kifo cha Dipti. Yeye ndio alihusika? Ndio. Hapana, Arasia hakuhusika.
badala yake alikuwa amebeba kumbukumbu na amepandizwa mbegu baya na watu wabaya. Na hili jambo la watu wabaya itabidi nishughulikie nalo kabla sijaondoka hapa kijijini. Niwe nimehakikisha kuwa malaika wa upande wa shetani hata kuja hapa duniani. Devil witness. Ni yeye ndo alikuwa amesababisha hichi kitu. Kwa sababu jambo hili limewezekana kwa rasi ya kutekwa akili na kutoa nguvu mbaya ya kumuua Dixit, ni kwa sababu sisi wanadamu dhambi zimekuwa nyingi. Na unajua katika Biblia nimesema nyakati za mwisho kuuana itakuwa ni lazima. Utakuta ndugu amechukua panga bila sababu amekata kakake. Rasi, unazungua sana mwanangu. Unasema nazingua? Nazingua kivipi? Au kubadilika kwangu ndio wasema nazingua dogo? Angalia dogo, toka mwanzo mimi sikuwa nafurahia kufanya mambo haya. Unajua ulikuwa niona sana rasa mimi yule aresema anapenda ugomvi, lakini sasa hivi nimejifunza lesson kubwa sana katika maisha yangu. Nilikuwa ni mtu wa kutakataka kila kitu chenye nakiona kwa mwenzangu. Na wahenga walisema mtaka vyote siku zote ukosa vyote. Ndicho kilitokea kwangu. Dogo, maisha yangu yana lesson kubwa. Najua rafiki yangu wa dhati sana. Tumekuwa wote tumeshare moments pamoja. Lakini chenye wewe, kitu ambacho wewe hujui nielewa katika maisha yangu. Hujui yasoma. Yaani natamani ufungue kurasa yani. Usome maisha yangu. Natamani maisha yangu yangekuwa kurasa na ambao kila mmoja angeyasoma ili aamini chenye nasema mimi kwamba mimi nimebadilika. Au ajifunze chochote kitu katika maisha yangu. Madogo mimi nimepitia mambo mengi. Nimefanya mambo mengi mabaya. Lakini nimekuja kugundua kwamba nafanya makosa. Ndio maana nimeamua kubadilika. Na siku zote waliishi kusema kwamba mwisho wa mbaya huwa sio mzuri. Na mimi sitaki hayo, maana natambua mwisho wa mbaya huwa ni machozi na kilio tu siku zote. Ndicho kilitokea kwangu. Nimejifunza mambo mengi sana katika ulimwengu. Nimejifunza kwamba binadamu tuko tofauti. Binadamu wote tutofauti. Kama mimi nilikuwa na roho mbaya, lakini shindwa tu kuona kwamba kuna binadamu wengine na roho nzuri, roho za kunyenyekea. Mfano Milk, nilifanyia mengi lakini aliniona kama anapoteza muda tu. Yaani Milk alinichukulia mimi kawaida yani. Hakuwahi kuona kwamba mimi nafanya kitu vizuri. Yaani aliona mimi nafanya kitu kibaya lakini sijui nitendane. Ndio maana Milk hakuwahi kulipiza kisasi kwa chochote nilichokuwa namfanyia. Binadamu si tofauti. Kuna binadamu wengine wa roho mbaya, roho za kutaka vitu vya watu, roho za uchoyo, roho za dhiki, roho za visasi. Lakini kuna binadamu wengine roho zao za kawaida sana. Kuna binadamu wengine roho zao ni za kupenda kila mmoja. Binadamu ambao wanashukuru na kile kidogo apewacho. Kama mimi nilikuwa binadamu ambaye sishukuru. Nilikuwa sishukuru chochote ambacho napewa. Nilikuwa nataka kila kitu cha mtu yoyote nakitaka. Lakini nilikuja kuamini kwamba kuna binadamu wana roho zao. Wana roho nzuri na njema na ambao ni binadamu na ambao wanafaa kusomesha somo dunia. Binadamu hao ndo walinionyesha mimi upendo. Mimi nilikuwa kisiliona kila mmoja, lakini sasa hivi naelewana nao. Kwa sababu gani? Moja tu. Binadamu tunaoishi hapa duniani. Tunaishi sana tunaishi kwa kuchukiana. Kama mimi nilikuwa namchukia sana Milk kwa sababu alikuwa afishi kwa betting nini. Unajua kwa nini nilikuwa nakosa? Kwa sababu mimi sikuwa na ile roho ya kusema leo nimekosa, kesho nitapata. Ya kusema kwamba kesho nitapata. Au leo nimekosa na imani kesho nitapata. Au leo sijapata. Acha yule mwenye amepata acha kiwe chake. Kwa sababu ndo amepangiwa na Mungu, fungu lake. Mungu amempatia, lakini mimi nilikuwa nataka hivyo. Ndio maana kapelekea nafanya vitu vibaya.
lakini leo hii nimeamini kwamba binadamu tunaoishi hapa duniani tuko tofauti. We are different. All human beings, we are different. We are not the same. Lakini kuuliza swali moja tu, kwani wewe hujapendezwa mimi kubadilika? Arasi, lakini unazungua. Kama umeamua kubadilika, sio mimi, ila ni wewe, usihusishe katika mambo yangu. Kwa mwanangu, umeamua kunikataa, zote shagi tu. Yaani wewe ulikuwa pendezewa na chini mimi nafanya, yaani vibavyo mimi nafanya. Sawa tu nikatae, lakini kitakuja siku moja kitakutokea puani wewe, na utakumbuka haya maneno yangu. Ipo siku. Lakini umeamua kunisukuma mimi. Nenda dogo, mimi siwezi kuwa na marafiki wenye napenda mimi nikigombana na watu. Sawa. Nimeamua kukataa na nyinyi, maana natambua tabia zenu. Binadamu nyinyi wa visemo. Nimeamua kuwa mpole, sitaki mambo mabaya tena. Mambo yote mimi nimeacha. Na hili jambo, kwa sababu wewe mtaani ndivyo hili jambo laendelea, wizi umekithiri kino. Ndio maana yule malaika akaja na akateka fikra na fahamu za Arasia, na ndivyo hivyo kilichotokea. Ina maana Arasa si aliyehusika na kifo cha Dickson? Sawa, nimekuelewa. Ni vyema kama umenielewa na utayatilia maanani. Kuwa makini na ndugu zangu kama nilivyokuambia. Nitakuwa nao sawa na ilivyopaswa. Sawa. Kama wewe unataka nikae nao. Sawa, ila hapa kijini kwetu siku hizi pamekuwa panafurahisha. Katika hizo wiki mbili ambazo sasa tuko furaha kinoma. Hakuna mambo ya wasiwasi tena, amani kuendelea mbele. Na ambacho hichi kinanifaa mimi ni rudi zangu, nimewaacha amani iwatawale. Milky, nimekuita hapa, nataka kuomba msamaha. Maana fahamu, nilikukosea sana, nilikunyima raha. Nilikudhalilisha, nikakufanyia matukio mabaya. Hata matukio ya kishirikina pia nikufanyia. Kupitia Richi, aliyekuwa rafiki yako wa dhati sana. Ila nimekuita hapa kwa sababu nahitaji msamaha wako. Maana sasa sio kama yule wa zamani. Sasa nimebadilika. Hata juzi uliona mwenyewe. Naamini unajionea mwenyewe. Sasa nimebadilika. Maana nimejua matendo yanayofanya ni mabaya kweli kwa kweli. Nimekuumiza wewe na familia yako kiujumla. Yaani nimewafanya nyinyi mnakosa raha kwa sababu yangu. Nimeamua kubadilika. Arasa sasa ameamua kubadilika, sio Arasa kama yule wa mwanzo. Kwa sasa nimebadilika. Sina zile tabia mbaya za kuchukia watu, za kupigana kila mara, kutaka kupigana, kudhalilishana. Nimeacha. Yaani kwa sasa nachotaka tu ni kumcha Mungu na kuwa Mkristo tu anayekwenda kanisani, anayependwa na watu. Yaani nataka ufoa Arasa huu. Sitaki Arasa na ambaye anapenda migogoro kila mara. Sitaki kuwa yule Arasa anashindana kwa sababu ya beti. Aliyekuwa na uwezo hadi kuwa mtu kwa sababu ya beti. Au yule Arasa ambaye anapenda ugomvi kuliko chochote kile. Ndio maana leo Milky nimekuita hapa. Nimekuja hapa tu kukuomba msamaha. Nataka msamaha wako. Yaani namaanisha nataka msamaha wako. Maana nilikaa nikaona kwamba ndio nimebadilika, lakini sina amani moyoni mwangu. Ndipo baada anatokea mtu na akaniambia kwamba huna amani moyoni mwako kwa sababu hujaomba msamaha kwa wale wote uliowakosea. Ndio nimekuja hapa kukuomba msamaha. Nahitaji msamaha wako tu mimi. Nahitaji msamaha wako, yaani namaanisha, yaani kutoka hata moyoni mwangu nahitaji msamaha. Yaani hichi namaanisha, yaani hata niko tayari kupiga magoti. Naomba unisamehe. Milky, nisamehe. Yaani nimekuja hapa nahitaji tu msamaha wako. Sitaki kitu kingine chochote mimi. Ninachohitaji tu unisamehe. Yaani unisamehe tu, sitaki kitu kingine chochote. Acha. Anayepasa kupiga magoti ni Mungu, ila sio mimi. Sawa, nimekuelewa. Ila kama unamaanisha kweli umenisamehe,
Basi asante sana, nakushukuru, maana sijaona binadamu wenye roho nzuri kama nyinyi. Asanteni sana, asante kwa msamaha. Sijui nikupe nini, ila asante. Hakuna kunipatia chochote vile. Unapaswa kuishi hivi kwa sababu sisi ni binadamu. Sijaona binadamu wenye ukarimu kama nyinyi, maana binadamu nyinyi sijawahi kabisa kuwaona katika huu ulimwengu. Nilijihisi arasa mimi yule napata kila kitu, lakini kuna kitu kimoja ambacho sikuipata, na ambayo ni amani ya moyo wangu, amani ya rohoni mwangu sijawahi kipata. Ndio maana sasa nimeamua kutafuta amani ya moyoni mwangu. Ndio maana nimekuja hapa kuomba msamaha tu, yaani yale yote niliyokufanyia, ndio maana nimekuja kuomba msamaha, na kama umenisamehe basi na asante sana, nitakushukuru. Mungu akuonekanie, maana hakuna binadamu mwenye roho nzuri kama nyinyi. Mimi nilikusamehe tangu zamani, ila hujaniwahi nyumbani. Sawa, tutaonana majaliwa ya Mwenyezi Mungu akipenda. Yaani katika maisha yangu sijaona binadamu wenye roho ya ukarimu kama wale. Yaani ndio binadamu ambao wameonyesha kunipenda hata kuliko familia yangu. Kweli binadamu tuko tofauti. We are different. We are different. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, kila siku tunapambana.